Kuinua mkono katika dua ni moja katika sababu ya mtu kujibiwa dua yake, na hii naye ina sigha, ina aina. Mfano unaweza kuinua hivi, ukainua hivi, ukainua hivi. Katika salati istisqa Mtume alikuwa kiinua mpaka weupe makwapa yake ikionekana. Ina namna ya kuinua. Kwa hivyo kuinua mkono ni moja katika sababu ya mtu kujibiwa dua yake. Ndio Mtume anasema katika hadithi ambayo ni sahih, inna Allaha hayyun karimun yastahi li'abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona haya na ni mkarimu sana, anamuonea haya mja wake anapoinua mkono kuomba dua, kisha ule mja wake akarudisha mikono yake chini bila yeye Mwenyezi Mungu kumjibu. Mungu anamuonea haya. Unafahamu? Ndio unaona katika kunut ya witri imama anainua mkono anaposoma kunut, sisi mama pia tunainua mkono. Katika swala istisqa anainua mkono, sisi pia tunainua mkono. Tumekutana pale nyumbani ama kwenye hospitali tutakumuombea mtu, tunainua mkono, tunamuombea. Ni moja katika sababu ya mtu kujibiwa dua. Lakini tunakuambia hili jambo la kuinua mkono ina zaman wa makani. Kuna sehemu mbili na wakati mbili, sio mahali pake mtu kuinua mkono anapoomba dua. Naye ni wakati imam khatibu anapokuwa juu ya mimbar siku ya Ijumaa, kama leo jana kwa samani, yuko juu ya mimbar anasoma dua, yeye hainui mkono wale maamuma hawainui mkono. Si katika sunna hiyo. Watu wote wanaitikia amin, kila mtu kivyake na huko amekaa alivyokaa. Hiyo ndio katika sunna. Na ndio unaona leo malasaf, kwa sababu waislamu wengi hawajui, unakuta katika baadhi ya misikiti imam mwenyewe anainua mkono anaposoma dua juu ya mimbar, na wale maamuma wote naye wanainua mkono. Subhanallah, kwa sababu hawaelewi. Pale intakana wewe ukae. Wewe ukimwona mtu anainua mkono na imamu yuko juu ya mimbar katika khutba anatoa dua, pata kujua huyu bwana hajaelewa sunna ni kitu gani. Na baada ya swala ya faradhi, tumeshaswali swala ya faradhi hapa, kila mtu analeta dua na ameweka mkono wake chini, hakuna kuinua mkono hapo. Si katika sunna. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadayt. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hizi zote unaleta mkono wako umekaa chini, hakuna mwenye kujua, wewe na Mungu na Mungu na wewe. Ndio tunakuambia kwamba baada ya swala ya faradhi ukimwona Muislamu anainua mkono alafu anaanza kuomba hivi, huyu hajaelewa sunna ni kitu gani, sio mahali pake pale. Lakini umeshamaliza kuleta adhkar zako, ukasimama ukaswali sunna, baada ya sunna unataka kuinua mkono, inua mkono. Lakini baada ya swala ya faradhi ndio tunakuambia kwamba hii si katika sunna. Ndio unaona hawa wanakuambia bwana, usiinue mkono wakati wa kuomba dua, na wala usiitikie amin. Wala usiitikie amin, si kweli. Amin utaitikia. Amin maana yake anaposoma mtu dua ukasema amin. Amin maana yake Mwenyezi Mungu tukubalie hii dua ambayo imeombwa hapa. Ndio unaona nusu ya surati al-Fatiha ni dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tunaitikia amin. Maana yake Mwenyezi Mungu tukubalie hiyo dua ambayo imesomwa na imam. Sasa hakuna mtu aliyosema kwamba kuitikia amin hairuhusiwi. Lakini tunakuambia kuinua mkono hiyo ina mahali pake maalum. Na hii naye nimeeleza kwa ufupi.